kuhusu uzalishaji wa mazao kwa wingi na baadhi ya nchi mbili kuzuia mazao yetu sisi yasiende. Miongoni mwa hizo nchi South Africa na Malawi wametuzuia tusiingize bidhaa, sababu kuna raia baadhi wanazijua na sisi kuna sababu na serikali pia wao wanazijua. Kwa hiyo sisi kama wadau wa hayo masuala, sisi ndo walimaji, sisi serikali inatusimamia katika usafishaji wa mazao yetu, sisi serikali ndo tunategemea kila kitu. Sisi kazi yetu kuzalisha na serikali kazi yetu kututafutia sisi soko. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio wenye kutafutia soko ambao kuuza nje ya nchi. Ndani ya nchi tutahusika wenyewe kutafuta soko, ila nje ya nchi serikali ndio wahusika wakubwa. Malawi umetugomea sisi tusipeleke mzigo, na wao sisi tumwagomea wasipeleke mzigo. Kwa serikali wao wako katikati. Kwa upande wetu sisi ndio tunapata madhara sisi wakulima. Hatufaidiki. Mazao yanaharibika. Mzigo uendi nje ya nchi. Na mzigo unabaki ndani ya nchi. Na Watanzania pekee kununua mali yetu sisi haitufaidiki. Kwa sisi kama Tanzania sisi hapa tunalalamika bana. Waziri wa kilimo, Waziri Bashe, ili jambo alifanyie kwa wima, alitatue. Kwa sababu gani tupeleke mizigo yetu sisi South? Kwa sababu gani sisi tupeleke mizigo yetu sisi Malawi? Kwa sisi tunataka jambo lifanyike kwa haraka, serikali zikae chini. Waamue huu mpango uishi kwa haraka, na sisi mali zetu sisi zinaharibika. Kwa wazo langu mimi, serikali wakae kwa haraka, serikali kwa serikali waamue. Sisi wakulima ndio tu wa mwisho, sisi tuitegemea serikali yetu ya Tanzania. Wafanye mchakato uishi kwa haraka. Nilikuwa namsikiliza mwenyekiti hapa wa kijiwe chetu wako Jako TV. Unajua ni kitu ambacho cha ajabu sana na kitu ambacho kinashangaza hasa kwa sisi wa Afrika, kwa sababu biashara ya nchi na nchi ndio inaweza ikaleta maendeleo, inaweza ikaleta tija au ikapandisha uchumi. Ina maana sisi kama tutalima mchele, tutalima marage, tutalima mboga na serikali itatokea wigo mwepesi wa kusafirisha mazao yetu kupeleka labda Malawi, Zambia, Kenya, Uganda na Tanzania. Ina maana sisi wananchi kama wananchi tutafaidika. Tutapata kipato kikubwa, uchumi wetu utapanda. Na wao vive takriban wa Malawi, wa South Africa, labda kuna zao wanalilima, lile zao kwetu huku ni linatija, linatakiwa. Ina maana wataleta huku, tutauza, watauza, watapata maslahi na uchumi wao utapanda. Sasa kama itatokea nchi hizi mbili jirani ambazo ni nchi marafiki, Afrika Mashariki, au tunaweza tukasema wote ni wa Afrika, ni kitu kimoja. Leo hii kama inaanza kutokea swala la kusema leo South Africa silete kitu huku na Mtanzania asipeleke kitu South Africa, wao ni hivyo, ni vitu ambavyo vina tofauti kubwa. Naam bana. Mimi naitwa Salmu Shekidaduo. Mimi kwa kweli sijajua kwamba kilichokuwa kinaendelea ndani ya serikali na serikali za nchi za wenzetu ni kitu gani. Lakini asubuhi nimesikia kwenye BBC Bwana Bashe anasema kwamba mali za hapa Tanzania hazitoenda Malawi na za Malawi hazitoingia hapa. Mbona? Na nikasikia na South tena vile matunda anatuletea matunda hapa hayatakiwi kuingia hapa, na sisi mali zao hatutaki hazitotoka kutoka hapa kwenda South. Sasa mimi nilikuwa sijui tatizo linaloendelea ni tatizo gani. Mbona? Nitaka sasa nijue kwamba kulikuwa na tatizo gani ndani kati ya serikali na serikali mpaka ikafikia hatua hiyo. Mimi ninachoshauri serikali zikae, kwa sababu wanawasilika sisi wananchi kwa kule na sisi. Umeona? Sio sisi wa Tanzania tu kwamba tunaofaidika au wale ndio wanaofaidika, tunawasilika ni sisi sote kwa sababu tunategemeana. Hapo pia nataka tujue kwamba tatizo ni bandari kuhusu mizigo, watu kuhama bandari, au tujue tatizo ni ushuru mkubwa. Haya yote sio Tanzania nataka kuyafahamu kwa kupitia waziri wetu. Tujue tatizo ni bandari, ushuru umepanda, au tatizo ni nini? Letu watu nataka kujua bana waziri wetu, sisi tujue tatizo bidhaa zimepanda au bandari haitumiki, ushuru umepanda. Kwa sababu bandari sasa hivi iko chini ya watu wengine wawekezaji. Umezoea uzuri. Inawezekana pia kwa wao kupata manufaa wamepandisha ushuru, ndio maana bidhaa wameamua kufanya zisishuke au zisiende kule. Kwa sababu Malawi anatumia bandari ya Tanzania.
South Africa wanatumia bandari yetu, Kenya wanatumia bandari yetu, Uganda wanatumia bandari yetu sisi hapa, hadi Kongo wanatumia bandari yetu sisi. Sasa nataka ujue tatizo ni bandari au tatizo ni mazao kupanda kwa bei. Sisi yote tuko katikati. Sisi serikali wasimamie ushuru wao na sisi tunataka watusimamie mazao yetu. Mazao yanaharibika. Kwanza mimi nashangaa kitu kimoja. Kwa mfano sisi wa Tanzania ni watu ambao tuna ardhi nzuri, tuna mashamba mengi, tunalima mazao ya aina nyingi. Kwa sisi kwa upande wetu tunaweza tukasema kwamba hatutakuwa na pressure sana, ila isipokuwa kwa sababu tunatakiwa tuuze mazao nchi jirani, na imeshakuwa swala kama hilo. Basi naomba serikali zote mbili, serikali ya Malawi, serikali ya Tanzania na serikali ya South Africa wakae kitu kimoja ili tatizo liondoe, kwa sababu tayari wanatutengenezea mabadiliko, wanatutengenezea yani ni bayana kwamba kama wanatutenganisha. Sasa vitu kama hivi vinaweza vikaleta madhara mbele ya safari. Kwa hiyo tunaomba serikali zote, serikali ya South Africa, serikali ya Malawi, serikali ya Tanzania wakae kwa pamoja, basi waweze kulimaliza hili swala ili biashara zetu ziweze kuendelea kiusalama. Vile madhara yake madhara yake yatakuwa ni makubwa. Kwa sababu gani? Mali zitaharibika. Sasa hivi Watanzania wengi wanalima kilimo cha muda mfupi. Ya maana mazao yake ya muda mfupi. Kama kilimo cha muda mfupi pia kuhimili kwa mfano mbaazi haziwezi kukaa ndani ya wiki. Maharage haiwezi kukaa ndani ya wiki kwa sababu ni ya muda mfupi, nao pia anaishi muda mfupi. Tumetoka katika kilimo cha zamani cha kutumia muda mrefu, sasa hivi tunatumia muda mfupi. Miezi miwili mbaazi tayari, miezi mitatu mbaazi tayari. Kwa hiyo tuna mbegu ambazo za kisasa. Na hizi mbegu za kisasa hazina uhimili kama mbegu zetu ambao tunazitumia sisi miaka mitatu, miaka minne. Kwa hiyo tutakuwa sisi tunatoa mazao yetu za kilimo, mazao yanaharibika. Kwa hiyo kwa muda huu ambao tunao sisi hapa, muda mchache, serikali iweze kuchukua hatua kwa haraka. Mazao yanaharibika, wakulima wanaathirika, na mkulima ndio yupo katikati. Mfanyabiashara yoyote duniani, mfanyabiashara mkubwa duniani ni mkulima, na ndio maana watu wanakwenda nchi tofauti kufanya business. Ukisikia tajiri kwa ajili ya kulima, huyo Moa au Balesa kwa ajili ya kulima, wanalima ngano, wanalima miwa, wanalima nini, kila kitu kiko katikati. Kwa bila ya kilimo vitu haviendi. Hamna kitu. Unavyosikia juisi kwa ajili ya maembe, maepo kwa ajili ya kulima. Unavyosikia sio ngano inalimwa. Unavyosikia mahindi, unga, wote unalimwa. Kwa hiyo sisi kilimo ndo tunategemea, ndo uti wa mgongo. Sawa kabisa. Tajiri duniani mkubwa ni kwa ajili ya kilimo. Na sio wenyewe tunazingatia kwamba serikali ituongezee miundombinu, yani ituwekee uwepesi wa kuweza kutoka kufanya biashara zetu nje ya nchi. Yani tunahitaji mtu apeleke leo ndizi Sudani, aende Kongo, aende Malawi, aende nchi kibao zina matatizo. Kwa hiyo tunaomba serikali ili swala liondoe, watuongezee wigo. Yani wafanyabiashara wa mboga. Bana, kama tulivyosikia Mheshimiwa Bashe ndo katoa hiyo kauli ya kusema hakuna bidhaa zozote kuingia ndani kutoka South Africa na nchi gani? Malawi. Lakini mimi nikiangalia, yawezekana labda kukawa kuna tatizo lingine. Tatizo kubwa lilikuwa ni nini mpaka na yeye Mheshimiwa Bashe kuzungumza hivyo? Kwanza tatizo hilo limekuja ghafla. Serikali ghafla imezungumza kwamba hivi serikali za South Africa na Malawi wametuzuia kwa tusipeleke mzigo, na sisi tumezuia pia baada ya kufanya tatizo hilo tusipeleke mzigo. Kwa hiyo tatizo wanalijua wao serikali. Sasa sisi shida yetu kwamba wamalize tofauti zao, kama shida ni bandari au shida ni mazao kupanda. Hilo yote sisi shida yetu sisi walitatue. Yaani yeye Bashe ndio atatueleza shida ni nini. Watuweke wazi kama serikali, watuweke wazi wananchi wao, watuambie kwamba kuna tatizo hili na hili na hili, na ndio maana tumesitisha biashara hizi baina ya Malawi na Tanzania. Tukija tukiangalia nchi ya Malawi na nchi ya Tanzania ni nchi rafiki na nchi jirani, yani tumepakana. Na Watanzania wengi wanaishi Malawi na Watanzania wengi wanaishi hapa, wanaishi Tanzania. Wa Malawi wengi wanaishi Tanzania na Watanzania wengi wanaishi Malawi. Kwa hivyo tunaona hili tatizo serikali itutakazie haraka wananchi tujue tatizo ni nini, kwa sababu kuna watu wengi wanadili biashara Malawi na Tanzania. Endapo kama serikali itakatisha ghafla bila kututangazia tatizo nini, ina maana watakuwa wametweka wananchi kwenye mabano. Kama hili limetokea kwa Malawi na South Africa, atatamani naye Kenya afanye, atatamani Uganda naye afanye, na nchi tofauti. Kwa hiyo ili madhara yasiwe makubwa,
serikali chukueni hatua katika jambo hili hapa kulifafanua ili isiwe kikwazo. Kwa sababu gani? Msauzi ana mtaji, msauzi ategemei mbaazi, msauzi ategemei maharage, ana biashara nyingi, yeye mpaka magari anatengeneza, mpaka vitu anaumba. Kwa hiyo anaunda pale, ana makampuni mengi, ana vitu vingi. Kwa hiyo serikali sisi huyu mtu sio kushindana naye. Serikali yetu Tanzania sisi bado changa, bado tuko loko, hatujapita digital. Kwa hiyo sisi tunaomba hii jambo asiweze kushawishi wa nchi nyingine kutuletea sisi madhara, kaendelee chini. Lakini tukiangalia vizuri zaidi, Mheshimiwa Bashe bana, yeye katoa kauli tu, lakini hajazungumza anawasaidia vipi wananchi ambao wao masoko yao yalikuwa kimataifa kupeleka nchi za huko. Sasa je, kwa kauli hii ameitoa inawasaidia nini hao ambao wafanyabiashara waliokuwa wanatoa bidhaa kupeleka huko? Masoko yao watapeleka wapi tena? Mpaka dakika hii sisi mheshimiwa sisi ametuzuia, ila mchakato kitu mbadala hatujapewa. Serikali iwe hivi, kwa mfano unamzuia mtu asipeleke bidhaa nje ya nchi, na maana wewe ushamtengeneza mfanyabiashara mwingine ndani ya nchi anunue. Ndio. Mfano mzuri marehemu Magufuli, namtolea mfano kwa sababu alizuia korosho zisiende nje, lakini akazinunua yeye. Kama mheshimiwa waziri wa kilimo Bwana Bashe, kama umetuzuia sisi mazao yetu asiende nje, fanya mchakato sisi mazao yako hapa ndani yafanyaje, yanunuliwe. Kama una mpango mitaji yetu sisi ni midogo. Mheshimiwa Bashe hajazuia bidhaa zetu sisi kwenda nje, lakini yeye kauli aliyoitoa ni bidhaa za nje kuingia ndani. Na za kwetu pia zisitoke, sio kuingia ndani. Na za kwetu zisitoke. Yani tumefanya ubaya ubwela. Wao hawapokei na sisi Kama mfano Malawi wana magala yao ya mahindi hapa, lakini serikali ikasema kwamba hakuna kitakachotoka kwenda kule. Kwa hiyo ndio mimi nikasema kwamba wanawasilika ni wananchi wa kule, ndio wanawasilika. Umeona? Na zile ni haki zao, ni mali zao. Na mimi ninachoomba tu kwamba serikali ikae ili tatizo walimalize. Tujue tatizo nini? Hasa tutangazie wananchi. Tatizo sio kwamba halijulikani, wanalijua mpaka kashifikia hatua hiyo. Kuna tatizo ambalo wanalijua. Sawa, natakiwa tuweke wazi. Sisi hapa huenda ikawa sisi kwa sababu hatufuatilii vyombo vya habari kutoka kwenye hangaiko. Hatuko kwenye magazeti, hatuko kwenye taarifa habari. Umeona? Ndio maana kama mimi asubuhi nimesikia kwenye taarifa habari ya BBC. Umeona? Ndio nikasikia hili tatizo kwamba Bashe analalamika hivyo kwamba cha nje kisingie na cha ndani kisitoke. Kwenda Malawi au kwenda South au bidhaa wanazozuletea labda hazina ubora. Ndio maana nasema kwamba vitu kama hivyo, maana nasema kwamba ushalisikia hili, sio kwamba serikali haijui, inajua kinachoendelea. Kwa mfano mimi ninakumbuka kuna kipindi ya nyuma kuna soda fulani zilitoka zinaitwa Novida. Zile soda Novida zilikuwa zinatoka South Africa. Lakini badala yake serikali yetu ya Tanzania ikatangazia kwamba zile soda sio nzuri, si salama. Zile soda zikawa zimekatazwa. Hazikuingia tena Tanzania. Baadaye hapa miaka katikati tena kazikuta zile soda zipo. Sasa inawezekana labda Mheshimiwa Bashe ameona vitu vingi. Labda amegundua kwamba nchi jirani wanatuletea bidhaa ambazo hazina ubora. Balozi wa Spain ndugu yangu. Kama serikali ilisharuhusu soda ziingie Novida, maana mpaka nchi inaingiza bidhaa yake huku, kuna makubaliano washaweka. Sawa kabisa. Makubaliano washaweka, mzigo umeingia, afu tena hapo wewe tena nchi hiyo serikali unatutangazia tena sio nzuri. Ina maana nyinyi mliruhusu bidhaa ziliingia kwa njia gani? Mnavyosema sio nzuri zisha asili watu, ina maana nyie watuletea madhara bana, kama ndio hivyo. Sasa inawezekana vitu kama hivyo Mheshimiwa Bashe labda ameviona kwamba kuna bidhaa wanazotuletea, kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi wa Tanzania tunakula sana vyakula vya asili na tunavyo vingi kwa wingi. Hata nchi kama Malawi si hawezi kutusumbua. Sisi tuna vyakula vya aina nyingi, tuna matunda aina nyingi, tukikusabia embe zenye hazina idadi. Sawa, kwa hiyo sisi nchi kama Malawi haiwezi kutusumbua kabisa. Na kama Mheshimiwa Bashe usumbufu utakuwepo kwa sababu gani? Kibiashara labda. Kibiashara. Watanzania wengi hawalimi bidhaa kwa ajili ya kula. Ndio, kwa ajili ya mauzo. Bidhaa kwa ajili ya fanya ya kuuza. Kwa sababu tuna mazao ya biashara na mazao ya kilimo. Mazao ya kilimo. Kwa sisi Malawi tukiachia ataenda kwingine, kwa sababu hapo ipo nchi nyingine ambayo inazalisha bidhaa kama zetu sisi. Maana hata bandari wanatumia kwetu 90% wa Malawi. Bandari ipo ya kwetu, ipo Mombasa. Kwa hiyo lengo bana, lengo la Kojago kuwa live hapa ni kujua mchakato kwamba hili tatizo la kuzuia bidhaa zetu zisiende South na Malawi ni nini. Mheshimiwa, labda mimi nataka nijue, sijafuatilia habari zako za nyuma. Mimi habari nimeona juzi nimefuatilia.
Inawezekana mchakato wote uliutoa katika serikali yako kwamba tatizo ni nini. Inawezekana mimi mwenyewe sijafahamu. Na Tanzania wengi sasa hivi habari hatuzifuatilii. Sasa hivi tunafuatilia Simba na Yanga. Yanga ina kutolewa au Simba katoka. Wewe haupo, mimi haupo. Tuko busy na mambo ya Simba na Yanga. Lakini habari kama hizi hatuzifuatilia, lakini zina umuhimu kwa sababu ndio zinatuweka sisi mjini. Sasa kwenye nchi hizi ambazo tumezuiliana kwenye kufanya biashara, ni nchi gani ambayo nahisi inaweza ikaathirika zaidi kati ya hizi? Wanaweza wakaathirika, mimi naweza nikasema wao, kwa sababu kama nilivyokuambia mkurugenzi wangu wako Jako, yana kwamba hiyo South Africa yenyewe japokuwa tuzidi kiuchumi Malawi, lakini bado nchi yetu Tanzania ina uoto wa asili, ina vyakula vya aina nyingi na imani katika nchi za Afrika, Kenya, Rwanda, Burundi. Balozi wa spare, Msauzi sio mtu, yani ni Ulaya ndogo. Sawa kabisa. Lakini tukija kwenye biashara, wana uwezo wa kuagiza chakula hadi online, yani wasipike. Ni kweli kabisa. Kwa sababu miundombinu yao iko imara. Hawategemei kilimo cha kulima tu, wana vitu vingi vya kutengeneza, watengeneza wale wana viwanda vingi sana. Sawa kabisa. Kwa hiyo tunavyosema wao watafilika, wale kuafilika wao watahama tu election. Lakini hata na sisi mzigo kutoka Kenya. Sawa kabisa. Kenya kuna wakulima. Watahama Uganda. Zambia alikadhalika kuna wakulima. Kwa hiyo sisi wa Tanzania pekee yetu hatulimi, ila unavolikosa soko ndio unaathirika. Ndio maana nikasema labda Mheshimiwa Mbashe anataka Watanzania kututafutia masoko makubwa, labda anataka kututanulia wigo wa biashara, kwa sababu labda nikwambie kitu kimoja, South Africa kama ni South Africa tabaki South Africa na Tanzania tabaki kama Tanzania. Kwa sababu nisikilize kidogo Mheshimiwa, nataka nikwambie kitu kimoja, mimi nimetembea nchi za Afrika hizi, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo nimekaa. Ni watu ambao hawawezi kutufikia si hata robo kwa kilimo. Sisi tunaweza tukalima na tukaexport hata nchi za Ulaya, nchi za Asia. Bado wanahitaji. Kwa mfano, ukenda pale Mbalizi Mbeya, kuna kiwanja cha ndege kinasafirisha matunda nje. Ulaya, tuna viazi Ulaya, tuna kila aina matunda. Sawa? Ukenda Arusha, kwa uwanja wa ndege wa kimataifa KIA, tunasafirisha matunda, tunasafirisha mboga, tunapeleka nchi mpaka za Ulaya. Kwa hiyo mimi naweza nikasema naye mheshimiwa anaweza asipende vitisho. Kwa sababu sisi tukua kama sisi wa Tanzania, natakuwa na sisi wenyewe tujiamini. Yaani tumuombe Mheshimiwa Mbashe, sawa bwana, tutanulie masoko sasa kimataifa. Kwamba hata masoko madogo kwa mfano vinchi kama vya Malawi, vinchi kama vya South Africa, isikutishe. Bado South Africa sisi hawezi kusumbua. Na swali tu kidogo. Sisi ni wazalishaji wakubwa. Lakini sio wakulima wazuri tu. Biashara ni matangazo. Ndio. Yaani sisi tuna mazao, sisi tuna wataalamu wengi hapa. Ila matangazo sisi hatuna. Tuna watu hadi wa kutengeneza magari pia hapa wanajua. Lakini nini? Vitendea kazi nini? Hatuna. Mazao vizuri. Kweli kabisa. Kwa hiyo kama sisi tuna uwezo wa kuzalisha matunda kwa wingi kuliko Malawi, kuzalisha vitu vingi kwa wingi kuliko South Africa. Isipokuwa sisi katika Ulaya sisi hatufahamiki wa Tanzania. Kama ndege tu. Tulikuwa yule Mkenya anatangaza kwamba mlima Kilimanjaro upo Kenya. Akalisha unajua sisi uko Kenya. Anatangaza kwenye kwa kusenja kuna national safari. Kwa hiyo sisi hapa mpaka akaja Magufuli. Ndio akatumia nguvu utaalamu wako kutangaza bidhaa zetu sisi kama mlima Kilimanjaro kwa Tanzania kupitia shirika la ndege. Sawa kabisa. La Tanzania. Walikuwa wanaitwa nini, wanaokuja watalii wengi wanashuka Kenya. Wakenya wanawatumia wanawaleta Tanzania. Wanaonesha mlima wenyewe ndio huu hapa. Kwa sababu Kenya mlima unaonekana ila hauwezi ukaupanda. Ili upande mlima lazima uje Tanzania. Kwa sisi tuna bidhaa nyingi au tuna mali nyingi ila kujitangaza hatuwezi. Kwa ili ujitangaze lazima msauzi wewe achukue bidhaa yako. Msauzi uwezo kujitangaza nao. Ndio. Amechezesha kombe la dunia wewe. Anafahamika duniani kote sasa hivi. Sawa kabisa. Ana vitu vingi vya vituo. Hata manyoka wanaonesha sio mambo ya asili wanayoonyesha. Hata sisi wa Tanzania pia tunayo ila sisi hatujajitangaza. Sawa, kwa sasa hivi kwa mujibu wa national safari. Labda ndugu yangu mwenyekiti nikwambie kuna TV safari wanaita. Tukisema sasa swala la matangazo, tuseme huko tushatoka, ilikuwa zamani. Sasa hivi tuna TV safari ambayo yenyewe duniani kote nchi yetu inajulikana. Mara mwisho utalii Mama Samia amekwenda kuona, ametengeneza movie ile nafikiri Uingereza, Marekani, kwa dunia nzima natuona. Kikubwa sisi tunachokitaka katika nchi yetu ni kwamba Mheshimiwa Mbashe wala sibabaike na hao wa South Africa wala Malawi. Kikubwa sisi atutanulie wigo mwingine. Yaani kama tukitaka kupeleka mazao yetu Sudan, kwa sababu kuna wa Sudan wana njaa, wana shida. Watu hata ndizi inakuwa shida. Si ndizi kwetu Morogoro
hazina issue. Mapapai tunawe wanakula ndege, miwa ukenda bare soko. Yani sisi tuna bidhaa nyingi katika nchi za Afrika, kwa nchi ambazo nimetembea. Kwa hiyo tutafutie masoko, watuwekee uwepesi. Sio mavibali hela nyingi, mtu akitaka kupeleka labda mboga majani labda Dubai anaikuwa vikwazo, ndizi, Kongo na njaa, Kongo na vita, Kongo walimi. Balozi Spare ndio maana nikasemaje wigo mwingine. Shida sio kugombana nao wale wa Sauzi na Malawi. Tunataka ugomvi nao. Tunataka njia mbadala. Kama wote si jambo letu ni moja. Tunataka njia mbadala. Hatukugombana nao. Kwa hiyo kama mheshimiwa mdau wangu hapo kwamba kuna wa Sudani wanahitaji bidhaa. Mimi nimemsikia bwana Isabwela ama Balozi wa Spare. Yeye anasema kama mbwai iwe mbwai. Tutanulie mheshimiwa. Tunataka tupeleke ndizi Sudani. Ndizi Sudani hapa Bongo mandizi yanaharibika mwenyewe unaona. Kwa hiyo tunamuunga mkono mheshimiwa Bashe. Bashe kwa sababu Bashe yuko pamoja naye. Hataki sisi turudi nyuma. Bashe anataka tusonge mbele. Kwa sababu leo hii ukizungumzia South Africa ni Afrika. Ukizungumzia Malawi ni Afrika. Lakini sisi ni Tanzania, hili ni shamba la bibi. Tuna maziwa makuu matatu duniani. Tuna Victoria, tuna Tanganyika, tuna ziwa Nyasa. Haya maziwa yote yanatoa samaki kwa wingi. Toka mimi napata akili na kula dagaa. Tuna bahari ya Hindi, tuna bahari Mtwara, tuna bahari Lindi, tuna bahari Tanga, tuna bahari Bagamoyo. Mzee wetu akipewa nafasi ya kushauri kwenye jambo kama hili la mheshimiwa Bashe na hiyo nchi za huko, anaweza akatupa ushauri gani mzee wetu? Mimi nachoiomba tu serikali ndio wakae chini. Umeona? Kwa sababu hata kama tukisema kwamba biashara ziende nje, yani haiwezekani jirani yako anakufa njaa unaenda kumfaidisha mtu ambaye yuko mbali. Kwa Malawi hapo karibu sana. Ukitoa hatua moja unaingia Malawi, ukitoa hatua moja unaingia South. Umeona? Kwa hiyo haina sababu ya kusema kwamba biashara ipo tu. Hata wa Malawi sasa hivi wameathirika sana kwa sababu mpaka hata kuja kuomba msaada wa vyakula hapa. Umeona? Mpaka hata sasa hivi hata una magala yao ya vyakula vya mahindi wamewekewa hapa. Umeona? Kwa sababu ya ili wakize matatizo yao ya nchi yao. Lakini hapa matatizo yaliyojitokeza, mimi ninasema kwamba kwa sababu sijajua kilichokuwa kimejitokeza mpaka ikawa hatua kwenye hiyo mpaka wakafungiwa wasiingize cha kwao hapa na sita kwetu kisiende kule. Nitaka sasa nijue kwa tatizo gani na chokochoko binafsi, na inabidi watuambie live ili wananchi tuelewe. Mimi ndio maana nasema kwamba kama nilivyosema kwamba sisi tunaamka asubuhi na tunarudi majumbani usiku. Kwa hiyo napita mchana mataarifa habari hatuyasikilizi. Lakini sasa kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba tumekurupuka na hii taarifa habari asubuhi ya huyu Bashe kwa sababu kilichokuwa kinaendelea ndani ya wiki hii tulikuwa hatukijui. Umeona? Kama kilikuwa kinajulikana kwa watu wengine ambao wanafuatilia taarifa habari, huenda wakawa wameiona siku mbili tatu kuna tatizo gani limejitokeza ndani ya serikali na serikali. Umeona? Sasa mpaka sasa hivi mimi nitaka tu nijue kwamba kilichokuwa kimejitokeza ndani ya wiki hii ni kitu gani. Ndio maana kwamba nasema tunaiomba serikali wakae chini na hizi nchi mbili walimalize hili tatizo. Lakini bado mimi naiomba tena serikali yetu kwa sababu wameshaanza chokochoko. Nakumbuka katika utawala wa mheshimiwa Kikwete Jakaya alikuwa yule rais mwanamke ambaye ni Joyce Banda. Nao walikuwa wameanza kucomplain mambo ya ziwa Nyasa. Kwa hiyo ni watu ambao wana asili ya chokochoko. Sasa basi mimi naiomba serikali na kumwomba mheshimiwa Bashe, sisi sasa hivi tusiogope. Tunataka nchi yetu iende katika uchumi. Tunataka tupandishe uchumi. Yale habari ya kukaa tena kuanza kupigizana kelele na watoto wadogo. Hii ni nchi kubwa sana. Hii ni nchi kubwa. Nchi na mali nyingi, nchi na vitu vingi. Serikali itutanulie kwa mani wakulima, wawekezee wakulima, tutoe mazao bora, atutafutie masoko nchi za mbali. Ndio bana. Sawa ndugu yangu mwenyekiti, tupate masoko na nchi sio Malawi. Balozi wa Spare. Tanzania wana watu wastaarabu, wana viongozi wastaarabu. Una viongozi wenye hekima na busara. Kweli kabisa, kweli kabisa. Hawezi kuchukua hatua mpaka wajadiliane kwanza. Sawa kabisa. Wamuulize mpinzani wao tatizo ni nini. Mimi sina shaka na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Mama ana mbambamba kabisa. Mama ana mbambamba, anaupiga mwingi hata kama kwenye maji. Sawa kabisa. Ninachojua hapo au ninachotaka kufahamu, watufahamishe Tanzania vikwazo vyote ambavyo vinaendelea baina ya nchi na nchi watokee wazi. Na Tanzania ana uwezo wa kuchukua nguvu kubwa kwa ajili ya Malawi. Na hatuna uwezo kuchukua nguvu kubwa kwa sababu ukiangalia katika historia wa South ndio tumewapa sisi amani. Mimi nakuunga sana hapo uliposema waheshimiwa ambao wanalifahamu hili tatizo watuweke wazi, kwa sababu bado wanatuweka kwenye question mark au kwenye mabano, kwa sababu tunashindwa kuelewa sisi ndo wakosa ama wao ndo wakosa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa wazo hilo ama maono hayo
ni mazuri zaidi wanapokuwa wanatoa fakti ama sababu za kuzuia, basi watueleze na sababu ambazo iliyosababisha hivyo. Au unasemaje? Ni kweli kabisa, kwa sababu labda nikija nikiangalia haraka si Tanzania, sisi sana sana wa Tanzania sehemu kama South Africa tunapeleka sana viungo. Kwa mfano kama viungo vingi sana vinatoka Tanzania, na baadhi ya vyakula sisi viwanda hatuna vingi sana kusema tutatengeneza vitu labda sio nini labda soda, bia na kadhalika, majuisi na majuisi, lakini wao ndio wana viwanda vingi na viwanda vikubwa. Sasa sisi tunahitaji na sisi tufikie angalau nusu ya South Africa. Kwa hiyo tunachokiomba, licha kwamba serikali zitakaa chini kulitatua ile tatizo, watalitatua, lakini tunaiomba tena serikali na Mheshimiwa Mbashe kwamba atutengenezee wigo, tuwe na wepesi wa kutoka katika hizi nchi zetu za Afrika kufanya biashara. Vijana tunatamani kupeleka biashara, ndio balozi wa spare. Mpaka Bashe amechaguliwa na mama kuwa waziri wa kilimo, atuwekee wepesi, amemwamini. Bashe amechaguliwa, inaharibika Gomero hapo, amemwamini na ni mfuatiliaji vinaharibika sokoni. Haya tusingeyajua bila ya Bashe. Kabisa. Wangefuatilia wenyewe kiroko, tungetokea tunalizo bwana, kuna mgomo huko mpakani, bidhaa zimezuiwa, lakini Bashe ametweka wazi. Kwa ni kiongozi mwadilifu, msikivu na ni mfuatiliaji alikadhalika. Sina shaka kuhusu Bashe na sina shaka kuhusu mama. Hili jambo litaisha. Hawa wasauzi wanatujua sisi ni nani na Malawi wanatujua sisi ni nani. Ni kweli kabisa. Mtanzania ni mzalishaji, Mtanzania mpenda amani kama ilivyo nchi yetu. Hii nchi yetu ya amani. Ya amani. Hii nchi yetu ya amani na amani. Hili jambo kutoka wako Jako Online. Tunaomba hili jambo mtufikishie kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ndio. Na Bashe, wananchi sisi tusilalamike. Sisi tunapenda kunywa kahawa kurelax hadi kukusikia chokochoko. Bana, sisi tunashukuru kama wako Jako Online TV bana. Leo tulikuwa tuko kwenye hiyo mada ya kuzungumzia kwenye mambo ya nchi na nchi bana. Kidogo hili ni tatizo kubwa mpaka nchi kuhusisha na nchi nyingine. Kwa hiyo mimi nafikiri watalitendea kazi na sisi tutasubiri majibu ambayo ni mazuri. Tunashukuru kwa watazamaji wa wako Jako Online TV. Leo tuko hapa kwenye kijiwe cha kahawa. Bana, hivi vitu bana unapata elimu nyingi ukiwa unakunywa. Mimi mwenyewe nilikuwa na vizarau. Bana, afya ilikuwa haiwezi, lakini ukipata hivi vitu bana akili zinaongezeka, akili inafunguka kabisa. Naam, tuko na ndugu yetu Kindoki ndio anatuwezesha. Kindoki huyo bana, mwenye ubaya. Mje mpate kahawa, mpate elimu pia. Unaambiwa wako Jako Online TV. Leo tuko hapa na kesho pia tutapata majambo mengine. Natosha.